Na kwa kuanza kile tulichokuandalia, waumini wa kanisa Katoliki duniani wanaendelea na shangwe ya kumpata papa mpya, awali akiitwa Kardinali Robert Prevost, raia Marekani wa kwanza kuliongoza kanisa Katoliki. Papa Leo mwenye umri wa miaka 69 amechagua jina la Leo wa 14. Robert Prevost, kaliba yake inaelezwa kuwa ni mtu mwenye msimamo wa wastani. Papa mpya alitumia miaka mingi akiwa mishonari nchini Peru na anazungumza lugha kadhaa za kimataifa. Habari ya kuwa ndiye papa mpya ilitangazwa kwa makuhani. Maelfu ya watu walikusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro huko Vatican, takriban saa moja baada ya moshi mweupe kutoka kwenye dohani ya kanisa la Celestine, ikiashiria kwamba theluthi mbili ya makardinali walipiga kura walikubaliana kuhusu mtu atakayemrithi Papa Francis. Nasteha Mohamed anaarifu zaidi. La Mtakatifu Petro mjini The Vatican kuashiria kuwa zoezi la kumteua papa mpya limekamilika. Baada ya siku mbili tu ya zoezi la kumchagua papa mpya kuanza, moshi mweupe ulipaa katika anga za kanisa la Sistine, na mara tu sherehe zikaanza, huku maelfu ya waumini na mahujaji waliokuwa wamefika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kushuhudia tukio hilo wakishangilia. Muda mfupi baadaye, walinzi wa papa nao wakaingia katika medani ya Mtakatifu Petro kwa tamasha maalum ya kumkaribisha papa mpya. Baada ya kusubiri kwa muda wa saa moja hivi, hatimaye Kardinali Dominic Maberti alifika kwenye roshani juu ya kanisa hilo na kutangaza: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Inawatangazia kwa furaha kuu, tunaye papa, mtu mashuhuri na mwenye heshima zaidi, Bwana Robert Francis, kardinali wa kanisa takatifu la Kirumi Prevost, ambaye amechukua jina la Leo wa 14. Na baada ya hapo, shangwe na vigelegele vilitanda katika medani hiyo. Mara tu papa mpya naye akajitokeza na kujulishwa kwa dunia. Fratelli, sorelle carissimi. Ndugu na dada wapendwa, hii ni salamu ya kwanza ya Kristo, mchungaji mwema ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya Mungu. Mimi pia ningependa salamu hii ya amani iingie mioyoni mwenu na kufikia familia zenu, watu wote popote walipo, mataifa yote, dunia nzima. Amani iwe nawe. La pace sia con voi. Kardinali Robert Francis, ambaye alikuwa askofu mkuu wa Marekani, sasa ndiye kiongozi mpya wa kanisa la Katoliki duniani, na kama ilivyo desturi amechagua jina la Papa Leo wa 14. Papa Robert Prevost sasa anachukua nafasi iliyoachwa na marehemu Papa Francis, ambaye alifariki mwezi uliopita baada ya kuongoza kanisa la Katoliki duniani kwa muda wa miaka 12. Kwa mjibu wa Kardinali Giuseppe Versaldi, hatua ya kumchagua papa mpya kwa kura iliyopigwa mara 4 pekee imeashiria umoja ndani ya kanisa la Katoliki. Kwa mjibu wa nyaraka za makao makuu ya papa ya Vatican, zoezi la kumchagua papa mpya lilikamilika haraka kuliko ilivyokuwa wakati wa uteuzi wa Papa Francis. Kardinali Francis alizaliwa Septemba 14 mwaka 1955 katika eneo la Illinois katika jimbo la Chicago nchini Marekani. Mwaka 1977 alijiunga kuwa padre kwa kundi la Mtakatifu Agostino katika jimbo la Mtakatifu Louis. Tarehe 29 Agosti mwaka 1981 alitawazwa rasmi kuwa padre wa kanisa la Katoliki. Ni Nasteha Mohamed. Tuelekee kule Vatican ambako Padre Joseph Luella, mwenyekiti wa mapadri wa Katoliki walioko Roma, ambaye pia ni mwanafunzi wa sheria nchini Italia, kwa upande wake anaanza kwa kumshukuru Mungu kwa mteule Papa Leo wa 14. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya kutupatia Papa Leo wa 14, ambaye punde hivi ameweza kutambulishwa kwamba ndio amechaguliwa na makardinali 133 kutoka katika conclave. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ambayo watu walikuwa wanasubiri siku zote hizi, kwamba ni nani atakuwa mrithi wa Papa Francisco. Hivyo ni furaha na tunamshukuru. Kikubwa kwanza tunamwombea kwa majukumu mapya aliyokubali kuyapokea, na zaidi tuendelee kuungana kama kanisa tukimtakia matashi mema ili atuongoze na Roho Mtakatifu. Vipi mchakato mzima ambao ulianza kwa
moshi mweusi mpaka hatimaye moshi mweupe. Moshi mweusi manake bado haijafikia theluthi 2 ya kadiri ya sheria, lakini leo pia imekuja leo siku ya pili, sehemu ya kwanza, maana sehemu ya kwanza siku ya pili kula zinapigwa 2, asubuhi zipigwa kula 2, lakini tukapata moshi mweusi. Jioni hii sehemu ya pili ya jioni imepigwa kula 2 na hatimaye tumempata papa. Kwa hiyo mchakato umekwenda kama ambavyo hatimaye katika siku hii ya pili tumeweza kumpata papa. Ni kama ilivyokuwa kwa utangulizi wake Papa Francis, naye ilikuwa siku ya pili aliweza kupatikana. Kwa hiyo ni neema ambayo tumeweza kupata. Kumbe mchakato umekwenda kadiri ya Mungu alivyowaongoza makardinali, kadiri muda, basi tumeweza kumpata papa Leo wa 14. Unazungumzia vipi papa huyo ambaye amekwishapatikana ndani ya kanisa Katoliki kwa sasa na yale majukumu ambayo yanamkabili mbele yake? Majukumu ya papa ni kutangaza Injili, kudumisha amani na umoja duniani, kuwajali watu wote na kufanya ubinadamu uweze marika duniani, kwani hilo ndilo la msingi kabisa, na kila mtu ajione kwamba duniani hapa ni sehemu ya kuishi na kwa kumtafuta Mwenyezi Mungu. Ndiye mwalimu na mfano wetu, kisha kwamba Injili inaenda mafundisho ya kanisa. Mwaka 1977 alijiunga na kuwa padri katika kundi la Mtakatifu Agostino katika jimbo la Mtakatifu Louis. Agosti mwaka 1981 alitawazwa rasmi kuwa padri wa kanisa Katoliki. Alipata masomo yake ya ushemazi katika chuo cha mafunzo ya kidini cha Chicago, ambapo alifuzu na stashahada. Sasa alipata daraja la upadri tarehe 19 Juni mwaka 1982 na pia vile alipata leseni yake mwaka 1984. Kisha akatumwa kufanya kazi katika utume wa Chulucanas huko Piura nchini Peru. Mnamo 1987 katika miaka hiyo alitunukiwa shahada ya uzamivu. Katika mwaka huo alichaguliwa kuwa mkurugenzi wa misheni ya jimbo la Agostinian la Mama wa Mshauri Mwema. Papa Francis alimteua kuwa mshirika wa shirika la makasisi mwaka 2019 na mshiriki wa shirika la maaskofu mwaka 2020. Aprili mwaka 2020 mwaka huo papa alimteua kuwa msimamizi wa kitume wa dayosisi ya Callao. Januari mwaka 2023 Papa Francis alimteua Kardinali Prevost kuwa mwenyekiti wa tume ya kipapa ya Amerika ya Kusini. Na hii leo Kardinali Robert Francis amechaguliwa rasmi kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani na kuchagua jina la Papa Leo wa 14. Sasa ili kufahamu zaidi, naungana na wanahabari wawili ambao wamekuwa wakifuatilia masuala ya Vatican kwa karibu, ambao ni Francis Mutegi pamoja na Robert Kiptoo. Nikianza na wewe Francis, hisia zako zipi kufuatia kupata papa mpya hii leo? Mwanzo kabisa nashukuru kwa fursa hii ya kuchangia katika mazungumzo haya, kuchambua jinsi uchaguzi wa papa umeendeshwa. Ni fahari kubwa, ni jambo la kufurahia, ni jambo la kuwasha mshawasho miongoni mwa Wakristo wa Katoliki kote duniani, kwa sababu jambo la kwanza ni kwamba tuna papa ambaye si kutoka Europa katika kipindi cha awamu 4 sasa mfululizo. Tokea Papa John Paul wa kwanza ambaye alihudumu kwa siku 33 pekee, kisha akaridhiwa na aliyechukua hilo jina akajifanya papa wa pili John Paul, ambaye ni John Paul wa pili hivi sasa mtakatifu. Kisha akaja Benedict ambaye alikuwa anatoka Europa, lakini kutokea hapo tukaenda kwa Francis, na sasa tumeanza kutoka bara Europa na kupea nafasi mataifa mengine ya mabara mengineyo. Na wakati huu baada ya bara lile la kusini mwa Amerika kupata, sasa bara la kaskazini mwa Amerika limepata, na uhusiano hupo kwa sababu umesema amezaliwa na kaishi maisha ya Peru pale. Hapana shaka Umarekani ndo msingi wake wa uzawa. Kwa hivyo ni jambo la kufurahia na la kutia moyo sana kwa Wakristo wa Katoliki kote duniani. Naam, asante sana Robert Kiptoo ambaye ni mhariri wa BBC Radio, tunaungana naye pia vile. Robert, unazungumziaje kuhusu muda ambao imechukua kwa papa mpya kuchaguliwa?
Kwa hakika muda ambao umechukua kuteua papa mpya umekuwa mdogo sana, na kuashiria kwamba ni umoja ndani ya kanisa Katoliki, kwa sababu hapo awali kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda ikachukua muda mrefu, lakini kutokana na vile tulivyoshuhudia tangu hapo jana, kwa sababu hapo jana walipiga kura moja tu peke yake, na hii leo baada ya kupiga kura ya kwanza mwendo wa asubuhi, ni nyingine mwendo wa saa 6 za mchana, hawakuafikiana, lakini leo jioni hatimaye wakaafikiana. Hii inaashiria kwamba licha ya ushindani ambao ulikuwepo, inaonekana kwamba wengi waliafikiana kwa haraka ili kuweza kuepusha jambo linaloonekana kwamba kanisa la Katoliki limegawanyika. Lakini sasa kutokana na matokeo haya ya haraka, inaashiria kwamba makardinali wote kwa pamoja waliweza kuafikiana kwamba huyu Papa Leo wa 14 ndiye anayestahili kupewa nafasi hii ya kuongoza kanisa Katoliki baada ya kifo cha Papa Francis.